Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye channel yetu ya tujifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutaendelea kujifunza jinsi ya kutengeneza layout, na katika somo la leo tutakuwa na kipengele cha aside. Kwanza kabisa tunapaswa kufahamu ni nini maana ya aside au aside ina maana gani. Tunaposema aside, hii ni element ya HTML inayotumika kuweka maudhui pembeni, maudhui ambayo si sehemu kuu ya ukurasa wa website. Tupo pamoja? Mara nyingi aside hutumika kuweka sidebar, kuweka matangazo au link za ziada na vitu vingine vyenye kuwiana au kufanana na mtiririko wa hivyo. Tupo pamoja? Okay. Sasa tuangalie namna ambavyo tunaweza kuiandaa aside. Baada ya kumaliza somo lililotangulia ambalo tulizungumza main, ndani ya main pia tunaendelea na kipengele hichi cha aside. Kuweka aside unaanza na neno hivyo aside, manake na element au tag ya aside. Ndani yake tutaandika H3 manake heading 3. Hapa nitaandika masomo muhimu. Okay. Tutakwenda katika browser kwanza kuona kipi ambacho kinaweza kutokea. Okay. Masomo muhimu hapa. Okay. Baada ya hapo, hapa nitaweka UL. Ndani ya UL nitaandika list, manake li list. Kwa nitaandika HTML basics. Okay. Na hapa nitaandika forms. Okay. Baada ya forms nitaandika katika list nyingine nitaandika tables, na mwisho kabisa nitaandika list, halafu nitaandika layout. Okay. Tuje katika browser hapa tuone kinachotokea. Tukirefresh tunaona hizi hapa. Okay, hizi hapa zimejitokeza. Tupo pamoja? Okay. Baada hapo tunakuja tena chini hapa tunaandika heading 3 kama kawaida. Ndani yake tutaandika video mpya. Okay. Chini yake napo tutaweka unordered list, yani UL. Ndani ya UL au tutaweka list. Ndani ya list tutaandika HTML layout kwa beginners. Okay. Alafu hapa chini yake pia tutaandika list nyingine ambayo tutaandika CSS kwa Kiswahili. Okay, tukija tukirefresh hapa. Okay, unaona hapa imekuja hapa HTML layout kwa beginner, CSS kwa Kiswahili. Okay. Sasa baada hapo tunaenda katika kipengele kingine ambacho ni kipengele cha styling au kipengele cha CSS. Okay. Kwa kawaida hapa tutaanza na aside. Okay, aside, fungua mabano haya. Ndani yake nitaandika flex hii hapa inataka iwe moja. Tukirefresh hapa tuone kipi kinatokea. Okay, unaona mabadiliko hayo. Okay, baada hapo chini yake hapa nitaandika background nataka iwe white, rangi nyeupe.
Okay, baada ya background na kuja kuweka kitu kingine padding. Padding hii nataka iwe 20 pixel. Tuje katika browser hapo kwanza tu refresh tuone kipi kinatokea. Nadhani mabadiliko tunayaona hapo. Okay, baada ya padding na kuweka kitu kingine ambacho nakiita ni border radius. Border radius hapa nataka hii iwe 6 pixel. Baada ya hapo naweka box shadow. Nadhani tunaikumbuka hii box shadow. Hapa hii nasema iwe 0 kwanza, alafu 2 pixel, alafu 8 pixel, alafu RGBA. Okay, RGBA. Hapa naweka 0 na hapa napo 0 na hii ya tatu 0 na mwisho 0.08. Okay, tukija tukirefresh ukurasa wetu hapa tunaona kinachotokea, kuna kama boda fulani hapa imejitokeza. Okay, tuko pamoja? Sawa. Tukiendelea baada ya hapo tunakuja katika sehemu nyingine ambayo ni aside H3, maana heading 3 tunaistyle sasa. Ndani yake hii nataka iwe na border bottom hapa iwe na ngapi? Border bottom nataka iwe na 2 pixel solid, halafu rangi alama ya reli 0AD4D68 hapo. Tukija kurefresh hapa tutaona kinachojitokeza. Okay, naona matokeo ambayo yamejitokeza. Sawa. Baada ya hapo chini hapa nitaweka kitu kingine ambacho tunasema ni padding bottom hapa nataka iwe 5 pixel. Tukija kurefresh ukurasa hapa tunaona okay, mabadiliko tunaona jinsi yanavyotokea. Baada ya hapo tutakwenda kitu kingine ambacho tunakita UL, ile ordered list. Tunafungua hivi mabano, ndani yake tutaandika padding left hapa nasema iwe 20 pixel. Na kuja kurefresh ukurasa hapa taona mabadiliko ambayo yanatokea. Okay, baada ya hapo nakuja kitu kingine ambacho ni unordered list, li manake list, tunaenda kustyle nayo. Naandika margin bottom hapa, margin bottom iwe 8 pixel. Tuko pamoja? Okay, kuja kurefresh hapa ukurasa tunaona kilichotokea. Hii ndio aside tuliyozungumza kuanzia mwanzo wa video hii mpaka kufikia sasa hivi. Okay, kama kuna ambacho umejifunza kupitia video hii na kusihi usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Tukutane katika video inayofuata. Bye.